Hapa. Umepokea salamu ya rais. Abarikiwe na atembee hapa. Wangapi wanasema Rais William Ruto atembee hapa? Bas, tumekuja hapa kwa sababu kazi yetu ambayo tuko nayo ya maendeleo ya taifa la Kenya bado tunaendelea nayo, na tuko na ripoti ya ile mambo ambayo tumeweza kufanya mpaka sasa na ile ambayo bado haijafanywa. Tuko hapa kuwaambia ya kwamba tutaifanya, kwa sababu tuko na miaka 2.5 ya kukamilisha ile kazi ambayo imebaki. Niseme ya kwamba tunaendelea kung'ang'ana na kuimarisha uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu mahali tulipata uchumi ilikuwa katika chumba cha mahututi. The economy was in a bad situation kwa sababu ya corona na COVID-19 ambayo ilifunga uchumi wetu kwa zaidi ya mwaka 1.5 hapo 2020-2021. Hiyo corona ama COVID-19 vile iliharibu uchumi, ndio unaona saa ile tunapiga kura ya kuchagua rais, uchumi ulikuwa katika mahali pabaya. Lakini tumejaribu kung'ang'ana na kustawisha ama kudhibiti uchumi. Tumepata mafanikio kiasi, lakini bado tuko na kazi ya kufanya, kwa sababu tungetaka uchumi uendelee kuimarika hata zaidi. Mnakumbuka ya kwamba kulikuwa na yale maandamano ya unga ya 2022-2023 kwa sababu bei ilikuwa imepanda sana, ikafika 250 shillings kwa kilo 2 ya unga. Tumejaribu kudhibiti bei ya unga tukitumia fertilizer ya ruzuku ambayo imepunguzwa gharama. Ile fertilizer tulikuta ikiuzwa 7,000. Tumetumia pesa ya serikali kupunguzia wananchi bei ya hiyo fertilizer. Katika miaka 2 imepita, hiyo fertilizer tulikuwa tunaipatiana kwa wakulima kwa shilingi 2,500 badala ya 7,000. Hiyo fertilizer ya ruzuku, pamoja na bidii ya wakulima, pamoja na Mwenyezi Mungu kutubariki na mvua, ndio imesababisha kudhibiti bei ya unga kutoka mahali ilikuwa 250, sasa iko about 150. Lakini bado tunakazana kuidhibiti zaidi, ndio ikuje 100 au hata chini ya shilingi 100 kwa kilo 2. Kwa hivyo kuna ile kazi tumefanya ya kupunguza, na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai yetu mahali tulikuta sio mahali iko saa hii. Mwaka wa 2022 Kenya ilipata pesa ya kigeni bilioni 160 kutoka kwa majani chai. Mwaka uliofuata wa 2023 ile majani chai ilikuwa imetupatia pesa ya kigeni 160 billion, ikatupatia 180 billion. Mwaka uliopita ile mapato ya kigeni kutoka majani chai ambayo ilikuwa 180 billion ikaongezeka ikakuwa 215 billion, ambayo ndio ya juu zaidi mapato ya kigeni kupitia majani chai tangu tulipoanza kukuza majani chai katika taifa letu la Kenya. We have seen foreign exchange earnings from tea move from 161 billion in 2022 to 180 billion in 2023 to 215 billion in 2024, na tunataka mwaka huu tusongeshe hiyo mapato iende juu hata zaidi. Kwa kilo moja tumekuta majani chai inauzwa kwa shilingi 44,
tumeizongesha kidogo, imefika 64. Tungetaka kuizongesha zaidi ifike 100 na juu, ili tupate guaranteed minimum returns. Maziwa, tumekuta maziwa inanunuliwa shilingi 33, 34 kwa lita moja. Tumeisukuma sasa, KCC inanunua maziwa kwa shilingi 50, na tungetaka iongezeke hata zaidi, ipite hiyo 50. We had committed to bring milk prices from 33 shillings to 50 shillings as guaranteed minimum returns. Tumeshafika hapo 50, lakini hata kama tulikuwa tumesema tutafikisha 50, there is no harm in increasing that price beyond 50 shillings a liter, and we are doing our best. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakulima wengi ama watu wengi katika taifa la Kenya, wakiwemo hapa Kisii, watu wengi wanapata mapato yao kupitia kilimo cha majani chai, cha maziwa, cha mahindi, na hata kahawa. Nimesikia imeanza kukuzwa sehemu hii ya Nyamira na Kisii. Kahawa, kwa zile sehemu zinakuza kahawa, and I really want to encourage the people of Kisii and Nyamira to plant more coffee, because coffee has become very profitable. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa kwa mkulima shilingi 50 kwa kilo, ama 60 ukiwa na bahati. Tumesongesha hiyo bei. Sasa katika sehemu ambazo zinakuza kahawa, wakulima wanalipwa 120, 130, 140, 150 shillings per kilo. Ni kwa sababu kilimo ndio itasongesha nchi yetu mbele. Kilimo ndio inashikilia wananchi wengi kupata riziki. Kuna ile hatua tumefikisha, lakini kama vile nimewaambia, bado hiyo safari haijafika mwisho. We continue to make agriculture more productive, more profitable, so that many people in Kenya can earn decent incomes and take care of their families. Vile vile, mambo ya kiuchumi ya jumla, mnajua shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. 2022 shilingi ya Kenya ilikuwa inabadilishwa shilingi 167 kwa dola. Sasa hivi shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. And for the last 1 year, exchange rate dola moja ni shilingi 128, 129. Haipiti hapo, na hairudi kwa ile 167 ambao tulikuta 2022 because of the effects of corona. Tunakazana vile nimesema kudhibiti bei ya unga, kudhibiti bei ya petroli. Petroli ilikuwa imepanda na wananchi wengi wakaumia zaidi, kwa sababu lita moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 217. Kila mwezi serikali inaendelea kupunguza bei ya petroli, shilingi 2, shilingi 3, shilingi 5. Katika miaka miwili ambayo imepita, petroli ambayo ilikuwa 217 lita moja imeshuka kwa shilingi 43. Kwa hiyo miaka mbili sasa inaenda lita moja 174, na bado tunasukumana na hiyo bei iteremke hata zaidi, ndio mwananchi apungukiwe na mzigo wa gharama ya maisha. Tuendelee na hiyo kazi ya kupunguza bei ya bidhaa muhimu kama unga na petroli, na kuimarisha nguvu ya shilingi ya Kenya, na kuimarisha bei ya majani chai na kahawa na maziwa, ambao watu wengi wanapata riziki kutoka pale. Tuendelee, tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo tumefanya in 2.5 years. We have another 2.5 years to complete the journey and make the cost of living more manageable to the majority of the people of Kenya. Na ndio unaona tuko very serious. We are not available for politics and pettiness. We are very focused. Kwa sababu hiyo kazi, that is what will count at the end of the day. Hakuna kiongozi atapikwa akuliwe nyama. Kiongozi, faida ya kiongozi
ni kutafutia wananchi maisha bora kuliko mahali alikuta maisha, na kuhakikisha kwamba mwananchi amepungukiwa na mzigo wa gharama ya maisha. That is our focus and we are very very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work, na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika tutakuja kunyoroshana siku ya kampeni. Tuendelee na hiyo barabara jameni. Tuendelee na hiyo barabara. Vile vile mnajua ya kwamba kuna sehemu zetu, nyumba zingine hazina stima bado. Tunakazana na kuhakikisha kwamba kila mwananchi amepata stima kwake, kwa sababu stima sio raha ya viongozi peke yao na matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Haijalishi nyumba yako ni ya mabati ama ya mawe ama ya mbao ama ya matope, upate stima kwako. Hata vile unaendelea kukazana kujenga nyumba hata bora zaidi, upate stima kwanza. Hapa Kisii County kwa jumla, wakati nilikuwa hapa Kisii last week, nilikuwa pale 2 weeks ago nafikiri, pale Kitutu cha North, niliwaambia ile pesa serikali ilikuwa imetoa hapa, it was about 1.8 billion, sasa imeongezeka by 200 million. Right now in Kisii, programs ya stima ya last mile connectivity, ya kuweka stima kwa manyumba ya wananchi na biashara ndogo ndogo mashinani hapa Kisii, projects za shilingi bilioni 2 zinaendelea ili kuhakikisha ya kwamba nyumba 32,000 mpya zimepata stima hapa Kisii County. We are connecting an additional 32,000 households here in Kisii County at a cost of 2 billion shillings through the last mile electricity connectivity program. Na hiyo kazi tunaendelea nayo. Hao wabunge wanajua ni vijiji gani, ni vitongoji gani hiyo kazi inaendelea. Tuendelee na kazi ya stima. Tuendelee tusiendelee. Vile vile tuko na kazi ambayo ilikuwa imekwama kidogo. Mnajua kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa katika hali mahututi, barabara nyingi zilikuwa zimeanzishwa, zilikuwa zimesimama. Na najua kuna barabara za hapa. Mimi nitarudi hapa in about 10 days maneno ya barabara, kwa sababu tumepata pesa ya kufufua miradi ya barabara ambayo ilikuwa imekwama Kenya nzima, ili tujenge hizo barabara, tukamilishe, wananchi wapate mahali pazuri pa kusafiri. Tuendelee na hiyo kazi ya barabara. Tuendelee tusiendelee. I know there are some roads in this constituency where we paid contractors, some are on the way, wengine wanasema utungoje mvua ikauke. So I'll take about 2-3 weeks, maybe 1.5 to 2 weeks. I'll come back on the roads program for Kisii and for this constituency. Vile vile tumesema hivi ya kwamba wananchi wengi ni wanabiashara wadogo wadogo. Wale ambao sio wakulima wanafanya haso, wako na biashara kidogo kidogo huku mashinani. Kuna akina mama wanauza mboga, nyanya pale sokoni. Tunawaita mama mboga. Kweli si kweli? Kuna watu ya bodaboda wanasukuma biashara yao na hiyo nduthi, hiyo pikipiki. Kuna watu ya mkokoteni. Kuna mtu wako na kinyozi yake hapo kidogo. Kuna mwingine msichana wako na salon hapo kwa kijiji. Wakati tulikuwa tunaomba kura, tulisema tutasimama na hao watu ambao ni watu kiuchumi wanahitaji msaada ili wapanue biashara zao. Na hiyo kazi tumeshaanza. Tumesema iko program inaitwa Nyota, sana sana kwa biashara za vijana. Nyota program ni program ya serikali ya Kenya ya takriban bilioni 28 kwa kila ward. Tutatafuta hizi biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa, biashara ndogo ya mama mboga, biashara ya kinyozi, ya salon,
catering business, tailoring, hizo. Na kila ward serikali itapeana shilingi 50,000 kwa biashara 70 kwa kila ward katika jamhuri yetu ya Kenya, ili kupanua biashara ndogo ndogo. Vile vile tumesema ya kwamba kwa mama mboga wetu na wachuuzi, hawkers, mama mboga, tuwache kuwaachilia kufanya biashara zao. Kama ni bodaboda wanafanyia huko kwa jua, hawana shed, hawana chochote. Wengine mama mboga wanauzia kule barabarani, wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi, na wanahatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tumekuja na program ya national government ya kujenga masoko zaidi ya 400 katika taifa la Kenya. Already masoko 200 yanajengwa Kenya nzima. Hapa Kisii county peke yake tuko na masoko yale yanajengwa, masoko 21 katika kila constituency. Na hapa Nyaribari Chache constituency tuko na masoko zaidi ya 5 ambayo aidha yameanza kujengwa ama tumepeana kandarasi yataanza kujengwa anytime from now. Tuko na soko ya Keumbu, tuko na soko ya Nyabisabo. Hiyo Nyabisabo hiyo, mnajua hiyo soko? Na ile inaitwa Kiongoro, na ingine inaitwa Birongo, na ingine inaitwa Bobaracho. Hiyo masoko hiyo 5 we already have money. Na hata hapa hii area kama mnataka soko, tutaongea na mbunge, tutawajengea soko, because we have money from the housing fund to build markets for small scale traders. Ndio tuwache kuumiza wananchi, wanabiashara wadogo wadogo kufanyia biashara zao kwa jua. Vile vile watoto wetu ambao wako KMTC, wale wako university including Kisii University, wale wako kwa TVET zetu, tunawajengea hostels with the same housing fund. The housing fund inatusaidia kufanya affordable housing, inatusaidia kufanya markets, na inatusaidia kufanya hostels for our students kwa TVET na university, na kujengea polisi na wale watumishi wengine wa umma manyumba, institutional housing. Kwa hivyo kwa watoto wetu hapa Kisii tumetangaza kujenga hostels ambazo itapatia wanafunzi wetu vyumba vya kulala 880 units of bed capacity for hostels, na hiyo itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 426, 426 million 880 bed capacity hostels for Kisii University, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kuishi. Tuendelee na hiyo kazi ya kujenga masoko, ya kujenga hostels ya watoto wetu. Tuendelee, tusiendelee jameni? Kwa hivyo we want to make sure that we transform the economy. Na leo hii tuko hapa kwa sababu tungetaka wanabiashara wadogo wadogo wafanye vikundi vyao, wafanye SACCOS, bodaboda kuwe na SACCOS, mama mboga kuwe na SACCOS, ndio msaada wa serikali uwafikie haraka na uwasaidie kupanua biashara zenu. Na vile vile tumesema tukingojea hiyo program ya serikali kama hiyo Nyota program na zile zingine ambao nimetaja, sababu tuko na ingine inaitwa KJET, Kenya Jobs for Economic Transformation Project. Tukingojea hizo project, tumesema kama viongozi tuweke mkono wetu kusaidia hiyo vikundi vya wanabiashara wadogo wadogo wapate stock ambao wataingia nazo
kwa ile markets ambao tunawajengea, wapate stock ya kupanua biashara yao. Na hata kama hii pesa labda sio mingi sana, itasaidia pakubwa ili kupunguza mzigo wa kimaisha ya wananchi wetu. Kuna watu wengi wako na madharau mingi na kiburi kwa sababu wameshiba na wako na pesa mingi. Hawaoni maana ya program kama hii. Hawajui ya kwamba yule kijana wa bodaboda ambaye anasumbuliwa na polisi wa traffic kila siku ni kwa sababu amekosa side mirror. Side mirror peke yake. Na lazima sasa polisi wamsumbue kwa sababu kama hauna side mirror, unahatarisha maisha yako barabarani, unahatarisha maisha ya wale ambao ni abiria wako, unahatarisha maisha ya wale watumiaji barabara wengine. Lakini kuna vijana wengi hawezi kuafford hiyo side mirror, ndio anatembea na nduthi bila side mirror. Hii program kama itasaidia vijana wetu wa nduthi kutengeneza pikipiki na kuweka spare ambayo imepotea, iko makosa jameni? Kuna makosa? Hao kina mama mboga hao, akina mama wako na bidii mingi, lakini utajua ya kwamba ile bidii akina mama mboga wanafanya, ile stock wanatumia ni shilingi 5,000 ndio wanasungusha stock ya 5,000 ama 10,000. Huyo mama akipata another 10,000 kwa hiyo stock, she will have doubled business. Na hiyo kwa kina mama ni pesa mingi, itasomesha watoto na chakula haitakosekana nyumbani. Kwa sababu hao kina mama ni kama wanajua kutunza pesa kuliko sisi wanaume. Ni kweli, si ni kweli? Si akina mama wanajua kumultiply pesa haraka. Mama akipata an extra 10,000 ameomoka na atakuwa mambo yake yote ya familia itafanyika. So hata sisi wanaume tujifunze kutoka kwa dada zetu na wake zetu na mama zetu jinsi ya kuongeza mapeni na kuyatumia kwa mambo ya familia. Kwa hivyo hii pesa ambayo tunawasaidia mpate ni ya biashara, sio ya kukula. Usipitie pale sokoni na kukunywa naye chang'aa na pombe alafu naenda nyumbani bila kitu. Na ndio tunasema muwe kwa vikundi. Ndio hiyo pesa iende kwa kikundi, ni ya kusaidia members wa hiyo vikundi. Nikimalizia niseme hivi. Katika hii masoko ambayo tunajenga pia iko na sehemu ya kina mama na wachuuzi kuuzia bidhaa zao, na iko na cold room. Iko na cold room. Cold room ni barafu ya kuhifadhi ile nyanya na sukuma wiki isioze. Ndio mama auze hiyo stock mpaka siku ile itaisha. Leo, kesho, kesho kutwa, kuendelea namna hiyo mpaka siku ile stock itamalizika, kwa sababu kwa sasa wale wanauzia barabarani kama stock haijaisha hiyo inaoza, kama ni nyanya inaoza. So the markets will help in preserving perishable products so that they can be sold for longer. Vile vile iko na social hall ya wale wanabiashara pale kufanya mkutano wao kama wale wanabiashara wakubwa kule Nairobi. Na pia iko na ICT hub. Every market iko na computer lab ambao tutaweka kompyuta ya serikali 100, tuweke internet ya serikali bure kwa hizo makompyuta. Vijana wetu wakati watafuta wateja wauze vitu zao kupitia mtandao. Na pia kuna kazi za kimitandao za vijana wetu ili tupunguze vijana wetu kukaa bila kazi. Hiyo
wajitafutie kazi mtandaoni. Iko kazi pale kama app developer, iko kazi pale kama transcriber, web designer, foreign exchange trading. Iko kazi mingi za kimtandao. Ile vijana wamekosa ni internet na computer. Ikipatikana wataenda kufanya foreign exchange trading online. Wataenda kufanya website development, app development. Ndio tuwache vijana wetu kukaa sokoni pale ili kuja kudanganywa na viongozi na kupewa shilingi 100 ndio wapigie kelele mpinzani wa kisiasa. That is misusing young people. It's misusing the people of Kenya. So we are trying our best. Kuna mahali tumefika, lakini bado tuko na another 2.5 years ya kukamilisha hii safari yetu ya maendeleo. Mimi nawauliza wenzangu, sisi zote tujumuike katika maneno ya maendeleo. Na mimi najua Wakisii ni watu ya kazi. Wakisii ni watu ya biashara. Wakisii ni watu ya bidii. Ni kweli si kweli? Bora mtu asaidike kidogo katika kilimo chake ama biashara yake, atatengeneza mali. Na Wakisii wako kila sehemu ya Kenya. Ni kweli si kweli? Si Wakisii wako kila sehemu ya Kenya? Si wako mpaka ng'ambo? Si wako huko Amerika? So musidanganyike ati kuchochewa mkosane na watu wengine ati kwa sababu sijui ya nini. Kwa sababu nyinyi ni watu ya biashara, mko kila mahali. Tengenezeni urafiki na sehemu zote za Kenya, za dunia, because you are business people, you are a trading community. Na wale watu wananunua bidhaa zenu sio wale wanaongea Kikisii, kwa sababu ile vitu unahusia hapa kila mtu wako nayo. So wale watawapatia soko ni the other communities ambao hawana ile vitu ambao mna produce hapa. Kwa hivyo Kenya hii yetu tuendelee kukaa kwa umoja na tusikubali misingi ya kisiasa itugawanye. Misingi ya kikabila itugawanye. Wakati wa siasa ukifika, kila mtu ataenda kupigia ule mtu anataka kura. There is no problem. Tutanyoroshana, mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angojee siku nyingine, Mungu atambariki huko mbele. Ama namna gani watu ya Nyaribari chache? Mnakubaliana na mimi? Mungetaka tuendelee na hiyo barabara ya maendeleo na umoja wa taifa? Tungojee siasa huko mbele. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Ama mlikuwa mnataka mimi nikuja hapa kuwachochea? Mimi nimeongea dakika kama 45 ama 50 minutes. Mumesikia nikiongea siasa? Mumesikia nikidharau mtu yeyote? Si nimeongea mambo ya serikali, mambo ya maendeleo, mambo ya wananchi. Niendelee kama namna hivyo ama mnataka niwe mchochezi? Niwe mchochezi wa kikabila? Na msinidagaje, mungetaka niingie katika uchochezi wa kikabila? Wangapi wanasema niendelee na mambo ya maendeleo? Na mnajua nyinyi wa Kisii na wa Meru, mnajua sisi ni jamii moja. Si mnajua sisi ni mabrothers? Ama hamjawahi sikia hiyo maneno? Si mnajua hiyo? Hata lugha yetu mmoja akiongea ule mwingine atasikia. Si kweli? Si kweli? Unasikia ni kama unasikia hata kama uelewi kila kitu 50-60% unasikia. Si hata damu ni moja. Mimi nasikia sisi tulikuwa mabrothers. Sasa sijui nani alikuwa ndugu mkubwa, nani alikuwa ndugu mdogo, na sijui nani alitoroka mwingine. Sijui ni wa Meru walitoroka Mkisii ama ni Mkisii alitoroka Meru. Endeni mfanye research mniambie hiyo maneno. Sisi ni jamii moja. Ni kweli si kweli jameni? Unajua hapa Kisii, watu yetu hapa Kisii wanasema ati Mumeru akiwa mdogo ni Mumeru, akiwa mtu mzima ni Mkisii.
Alafu kule Meru wanasema, kule Meru nao wanasema Mkisii akiwa mdogo ni Mkisii, akiwa mkubwa ni Mmeru. Sasa sijui which one is which. Kwa hivyo ndugu zangu, dada zangu, leo nimefurahi kufika hapa. Na mimi nimeletwa hapa na maneno ya maendeleo. Maendeleo yenu na mambo ya wananchi. Najua hii stadium mnangojea ijengwe. Si mnataka hii Nyanturugo stadium hii ijengwe? Mungetaka ni wapitafutie pesa ya kujenga hii stadium? Nitafute pesa ya kujenga hii stadium? Wangapi wanasema tujengee vijana wetu stadium hapa? Sasa hiyo ndio maana ya kukuja mashinani, kwa sababu utasikia ile mahitaji wananchi wako nayo. Na mimi nikirudi Nairobi, tukiwa na Zahir, tunaenda kutafuta pesa ya kujenga hii stadium, ndio siku ile tutakuja campaign ya kura tuwe na kitu ya kuambia wananchi. Tuendelee namna hiyo? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Tuwatafutie stadium, tuwatafutie barabara na markets na stima, na tusimame na wanabiashara wadogo wadogo. Tuendelee namna hiyo? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo mimi nitarudi hapa, rais atarudi hapa, na uko mbele tutapangana, na mimi najua hatutakosana, tutaelewana tu. Hakuna mahali hakuna mtu atatoroka mwingine. Tutatafutana mpaka tupatane, kwa sababu siasa ni kubembelezana. Ni kweli si kweli? Siasa ni kifua ama ni kubembelezana? Si ni kubembelezana. Kwa hiyo mimi najua tutabembelezana, tutasikizana, na mimi kama naibu wa rais nitafanya juhudi zote kusaidia rais katika kazi ya kuunganisha Kenya na kazi ya kuhakikisha kila sehemu imepata maendeleo sawa na sehemu zingine. Kuna watu wengine wanasema sijui wale walipiga kura wapate maendeleo ya serikali, wale hawakupigia serikali kura wasipate maendeleo. Hapana. Hiyo ni kinyume na katiba. Katiba inasema ule amechaguliwa kama kiongozi ndio kiongozi wa kila mtu mpaka siku ya uchaguzi mwingine. Si Zahir ndio mjumbe wetu? So he is our leader. President Ruto is our leader. Zahir is our MP na wale viongozi wengine. Kwa hivyo nasikia viongozi wamekuwa wamechanga. Mimi tu nataka niwapatie salamu ya rais. Amewaambia anawapenda, atatembea hapa, na anatambua mahasula, anatambua watu ya bodaboda na watu ya salon na kinyozi na mpokogoteni, na amesimama na nyinyi vile mnatafuta pesa ya kusaidia biashara zenu. Na mimi naacha mchango yake hapa ya shilingi 3,000,000. Mumefurahia support ya Rais William Ruto? Mumefurahia? Nimsalimie nikirudi? Nimsalimie nikirudi? Wangapi wanituma kwa Rais William Ruto jameni? So hiyo pesa iletwe hapa, na huyu deputy president huyu hata yeye achange ama aende? Achange. Ni lazima nichange? Sina bahati? Si nimeleta salamu ya rais? Si ya rais inatosha? Haitoshi? Lazima nilipe airtime ile nimeongea hapa? Nichange nisichange? Wangapi wanasema nichangie wanabiashara wa hapa? Basi, kwa hivyo hata mimi nitasindikisha mkubwa yangu rais na shilingi 10,000 ama ngapi? 20,000, 40, 60, 120, 150, 300,000, 2 million shillings. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo?
Asante. Hao viongozi walikuwa wametoa pesa yao. Ule hakutoa akuje atoe saa hii na asalamie. Ule hajatoa akuje hapa asalamie. Dakika moja ya salamu, dakika moja ya kutoa mchango. Wapi makofi ya kuna waheshimiwa walikuja baadaye. Tungetaka kila mheshimiwa dakika moja ya salamu, dakika moja ya pesa. Ama namna gani? Si Deputy President ameshaongea kwa niaba ya serikali. Sasa waheshimiwa wetu, salamu dakika moja na pesa dakika moja. Wacha niite Mheshimiwa Alpha Miruka, mbunge wa Bomachache Chache. Wapi nduru ya Alpha Miruka jameni? Wapi nduru ya Alpha Miruka jameni? Tigera higo. Bwana asifiwe. Kora iga. Bwana asifiwe sana. Mumanyete umuchumbo oyo. Njengoro kwa alfo mwana pasta. Na achire ko bakuani erebuye gosere bobe. Iga ngaki umuchumba goro kwa. Zahiri janda. Ebu nione Zahiri. Kai. Zahiri is a good guy. Zahiri is my friend. Tuachira ama tukamange tokorgichikura. Ege tieke atarabo mochumbe na ande bunaro mochumbe. Akimoko mubwate simo gambi. Ngo moya ni mone naende. Igonsa iri bweka. Moma etesa ino musanu we president. Ngaki president korokwa. William Samoei. Tigangondra Ruto. Ay. Abanyali bali nabantaba ya. Your Excellency, thank you very much for coming. Other members of parliament wamekuja kupea Zahiri support. Mungu awabariki sana. Sasa nataka niwapee mambo mawili. Jambo la kwanza, usiwahi danganywa kwamba mfumo wa SHA uifanyi kazi. Nataka ukitoka hapa kama hujaregister, enda register o register SHA. Why? Ukiwa mgonjwa hakuna mtu atakusaidia. Mwenye nakuambia yeye hata kivyake. Kwa hivyo wewe make sure you are registered katika mfumo wa SHA. Tuko pamoja? Namba 2. Hapa Kisii tuko na housing program. Mnajua hivyo? Nyumba za serikali zinajengwa hapa Kisii. Siko Masimba, siko kwangu Ogembo, sitaanza Kisii, hata hapa Nyaribari zitaanza. Kwa hivyo make sure umeregister katika boma yangu ukae na nyumba. Tunaelewana? Na hiyo nyumba inataka ID yako na wewe mwenyewe. Huwezi kuwa na nyumba mbili. Kwa hivyo msidanganywe. This government is working. Erebuye gosere bobe. Mtoko yebwate sia. Esa iya marketing ndio kwa na mange ese ngezi excellence yokuanire. Na nchi nko basuku mirande 200